Upako unaleta pesa, lakini pesa haiwezi kuleta upako. Upako unaleta pesa, lakini pesa haiwezi kuleta upako. Rafiki yangu, kamwe hata siku moja pesa haiwezi kukuletea upako, lakini upako unaweza kukuletea pesa. Upako, ninaposema upako kwa tafsiri ya haraka, upako ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Upako ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu, na hiyo nguvu ya Mungu ili ionekane kama kweli huu ni upako, lazima iwe inadhihirisha matendo makuu ya Mungu ndani ya mtu. Manake huyo mtu mwenye upako lazima tunatarajia kuona matendo makuu yakitendeka kutoka kwake, ishara na maajabu zikifanyika kutoka kwake, matendo makuu ya Mungu yakidhihirika kutoka kwake. Hapo ndipo tunasema huyu mtu ana upako, huyu mtu ana upako, ana nguvu ya Mungu ndani yake, ana uweza wa Mungu ndani yake. Kwa hiyo huo uweza wa Mungu una uwezo wa kukuletea pesa, lakini pesa haiwezi kukuletea uwezo wa Mungu. Nitakueleza habari ya mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Simeoni kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 8 na ule mstari wa 18 hadi wa 21. Kuna habari za ndugu mmoja, sio Mathayo, kitabu cha Matendo sura ya 8, Matendo sura ya 8 na ule mstari wa 18 hadi wa 21. Kuna habari za mtu mmoja alikuwa anaitwa Simeoni. Alivyowaona akina Petro wamewawekea watu mikono na hao watu wamempokea Roho Mtakatifu, akasema naomba niwape pesa na mimi mnipatie hiyo nguvu, ili na mimi nikimwekea mtu yoyote mkono aweze kupokea Roho Mtakatifu. Rafiki yangu, upako unaweza kukupa pesa, lakini pesa haiwezi kukupa upako. Ukisoma kwenye mstari, neno la Mungu linasema hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Umeona? Huyu jamaa alifikiria kwamba pesa inaweza ikampa upako. Sio kweli, sio sahihi, sio rahisi rafiki yangu kitu kama hicho, wala haiwezekani. Sio tu rahisi, haiwezekani eti kwamba una pesa eti upokee upako. Hapana, sio kweli. Nguvu za Mungu zinakaa ndani ya mtu ambaye amejikomiti, amejitoa kwa Mungu kweli kweli, amekaa mbele za Mungu, anaomba, anasoma neno, anafanya ibada. Mtu aliyejikomiti anafunga na kuomba, anasoma neno, anamfanyia Mungu ibada. Mtu huyo ndio nguvu zinakaa ndani yake, na wala sio kwa pesa, wala sio kwa namna yoyote ile. Watu wengi sana tumekuwa tukikimbilia kwa mitume na manabii kwamba tunatoa sadaka nyingi sana ili tuweze kutendewa miujiza na ishara. Rafiki yangu, vitu vingine tumia akili. Nguvu ya Mungu haiendi kwa mtu kwa sababu ametoa pesa nyingi. Nguvu ya Mungu haingii kwa mtu kwa sababu ametoa pesa nyingi. Nguvu ya Mungu inaingia ndani ya mtu kwa sababu amekubali kukaa mbele za Mungu, amekubali kujitoa mbele za Mungu, amekubali kwamba Mungu ndiye awe kila kitu kwenye maisha yake. Amekubali ule msemo, ule neno linalosema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishiwa. Rafiki yangu, usitafute nguvu ya Mungu kwa pesa, usitafute nguvu ya Mungu kwa mali, usitafute nguvu ya Mungu kwa kutoa sana sadaka. Hapana, nguvu ya Mungu haitafutwi kwa namna hiyo. Nguvu ya Mungu inatafutwa kwa kujitoa mbele za Mungu. Nguvu ya Mungu inatafutwa kwa kukubali kukaa mbele za Mungu, kukaa magotini, kuomba, kusoma neno, kufanya ibada, kusoma neno, kujitoa mbele za Mungu kikamilifu. Hapo ndipo utaona nguvu za Mungu na uweza wa Mungu kwenye maisha yako.
utaona nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu kwenye maisha yako. Rafiki yangu, nataka tuombe kwa dakika chache, nguvu ya Mungu itakayo kuwezesha wewe kukaa mbele za Mungu kikamilifu na kukusaidia usiendelee kunyanyaswa na kuteswa na kudhulumiwa pesa zako na mali zako, eti kwamba unatafuta nguvu za Mungu kwa watu. Nguvu za Mungu hazitafutwi kwa watu, nguvu za Mungu zinatafutwa kwa Mungu, na ili uzipate nguvu za Mungu kwa Mungu lazima ukubali kujitoa kikamilifu mbele za Mungu, ili Mungu apate kukaa ndani yako na kuishi ndani yako. Akikaa ndani yako na kuishi ndani yako, utaziona nguvu za Mungu na matendo makuu ya Mungu yataanza kutokea kwako, kwa kuwa upako wa Mungu uko ndani yako. Nami nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tazama yuko mwanao ambaye amekuwa akinyanyaswa na kuonewa kwa muda mrefu. Amezunguka na kuhangaika sehemu nyingi sana, akitafuta msaada, akitafuta namna atapata nguvu zako zitakazomwezesha kumtoa mahali alipo, kumtoa kwenye changamoto alizonazo, kumtoa kwenye magonjwa na mateso yanayomtesa. Katika jina la Yesu Kristo, ametoa pesa nyingi sana akidhani ya kwamba ndipo ataweza kupata suluhisho la mambo yake, ndipo ataweza kupata nguvu itakayoachilia uzima na afya ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema juu yake Bwana siku ya leo, aanze kujitoa kikamilifu mbele zako kwa kuomba na kusoma neno na kufanyia ibada iliyo kamili Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa kuwa ni mwema na mwaminifu, utafanya na utatenda sasa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen, amen.